Basi ni wakati mzuri ambapo siku nyingine tena Mungu ametuwezesha tuweze kukutana hapa ili tuzidi kuendelea na mahubiri ambayo ni ya siku baada ya siku, na tunashukuru kwa wote ambao wamekuwa wakisikiza ujumbe huu, na tutaendelea na ujumbe huu kwa wiki 3 hivi zinazokuja. Na mahali popote ambapo tuko na vituo vyetu, kuna vituo mbalimbali hapa nchini Kenya, nje ya nchi ya Kenya na sehemu mbalimbali. Tushagundua kuna vituo, kuna watu wanatusikiza mahali popote walipo. Tunaomba muweze kuendelea kutufuatilia kwa umakini, kwa sababu Mungu ana makusudi na roho zetu na ana makusudi na kila mmoja wetu. Nashukuru kwa hayo. Kwa majina ni Joseph Kariuki Mwangi, ambapo nimekuja siku hii ya leo na masaa haya kuweza kuambia kwamba Mungu anazidi kutubariki kwa kila njia kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Lucas Nzungu, ambaye anazidi kutubariki siku baada ya siku. Mchungaji Lucas, karibu sana unene na watu wa Mungu. Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kubariki unapochukua nafasi yako na kutulia. Bwana kubariki sana katika kituo chako unapoendelea kwa neema ya Mungu kupokea ujumbe kutoka katika kanisa la Kizingo SDA Church. Kwa niaba ya Hope Channel Kenya, Mungu akubariki mahali ulipo unapoendelea kututazama katika mtandao wa kijamii, katika runinga yako. Bwana akubariki sana, maana katika siku ya leo anakwenda kuzungumza nawe kama ambavyo amekuwa akifanya siku zote. Na neema ya Bwana ikuangazie uso wake katika siku hii ya leo. Leo tunapiga hatua muhimu sana katika mahubiri haya. Leo kama yanavyonena maandiko matakatifu, tunakwenda kushughulika na mwakilishi wa Yesu Kristo aliyetumwa kutoka mbinguni kuja duniani. Baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuondoka na kupaa na kwenda mbinguni, nani alishuka kutoka mbinguni? Na kama alishuka, alikuja kufanya nini? Wako wengi leo wana madai, na wengine wana vyeo vikubwa, na wengine ni wasaidizi wa Yesu, makaimu. Lakini ni nani hasa kwa mujibu wa maandiko matakatifu mwenye haki? Kwa leo kupitia maandiko matakatifu, Yesu anamtambulisha rasmi mrithi wake atakayeendeleza kazi baada ya yeye kurudi mbinguni. Jambo kubwa muhimu kabisa katika Yohana 14 na fungu lile la 18. 14 Yohana na fungu la 18. Maandiko yanasema, sitawaacha yatima, naja kwenu. Anasema anakwenda, lakini anakuja. Sitawaacha yatima, naja kwenu. Angalia muundo wa maandiko ya Biblia. Sitawaacha yatima, naja kwenu. Ina maana anakwenda, lakini atakuwa nasi. Na atakuwa nasi
kwa mfumo mpya. Katika Yohana 14 na fungu la 16, neno la Mungu linasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo kama kuna makaimu wa Yesu wanaosema alienda na wao wamekuja kukaimu kazi yake, huyu aliyetumwa, anayekuja rasmi, atakaa na sisi milele. Kwa hiyo maandiko yanakuondolea mashaka. Kwa kama kuna wakina Yesu wengine ambao wametokea na wanasema sisi ndio tunamwakilisha, huyu aliyetumwa anakaa na sisi milele. Katika sura ya 14 ya Yohana na fungu la 17 anasema, anamtambulisha sasa, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumwona, kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Kwa kama kuna mtu aliwahi kudai kwamba mimi ndiye Roho Mtakatifu na akaonekana duniani na watu wote, huyo siye. Maana Roho Mtakatifu atakaa kwetu, atakaa ndani yetu. Atakaaje? Endelea kuwa katika mikutano hii. Na katika fungu la 26 anasema, anaendelea kumtambulisha, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo huyo msaidizi ambaye ameitwa Roho wa kweli pia ndiye Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa Yesu aliyemtambulisha. Kwa kuwa Yesu anaondoka, huyu Roho Mtakatifu huyo atakayekuja kusimama badala yake lazima atwae yote ambayo yalikuwa ya Yesu, ili atujulishe kama kuna kilichosalia akimalizie. Katika Yohana 16 na fungu la 7 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kwa hiyo huyo msaidizi atakuja baada ya Yesu kuondoka na kurudi mbinguni. Na katika Yohana 16 na fungu la 12 Yesu mwenyewe anasema, hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kuyastahimili. Hivi sasa nina mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kuyastahimili sasa. Kwa sababu hiyo, katika Yohana 16:13 anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, kwa maana
hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Kwa kuwa mkutano huu unalenga wakati wa sasa, kutu hakumaliza kuyasema, maana waliokuwepo hawakustahili. Roho Mtakatifu atatujulisha yaliyopita na atafunua yajayo na yaliyopo. Na ndio maana nilikuwa nasoma siku moja kitabu kimoja cha dini, kikamuita kiongozi wake ni Roho Mtakatifu, kwamba huyu ndiye Roho Mtakatifu. Alafu wakaniambia miaka aliyoishi na muda aliyokufa. Nikajua hawa wanahitaji elimu. Wanahitaji elimu ya maandiko. Na mkutano huu umekusudia kuwapa elimu ya maandiko. Anasema Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, msaidizi, atakaa na sisi milele. Atakufa na hatutamuona kwa macho, atakaa ndani yetu. Sasa huyu anaitwa Roho Mtakatifu. Yule mwingine sasa niliyemsoma kwenye kitabu fulani, huyu alioa akazaa, huyo sio mwenyewe. Lakini kitabu hicho kikanisaidia. Nilipoendelea kukisoma kikasema, mnaosoma humu kama mna mashaka waulize wanaosoma maandiko. Nikasema sawa, wamefumbuliwa njia. Njia iko wazi. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu atatutia kwenye kweli yote na atakaa na sisi hata milele. Roho Mtakatifu. Na kazi kubwa ya Roho Mtakatifu, taarifa ya mambo aliyosikia kwa mwana wa Mungu. Amesikia nini? Atatuletea taarifa. Roho Mtakatifu atatoa taarifa ya unabii na mambo yajayo yatakavyotendeka. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atatoa taarifa ya mwenendo wa mchakato wa zoezi la kutuimarisha katika kweli yote, kando ya hukumu, haki na dhambi, kazi za muda mrefu. Lakini hizi ni special kwa ajili ya kutuandaa kwa wakati ambao ni muhimu mno kwa kila mtu, na atafanya hivyo kwa njia ya kuwavuvia watu katika vizazi vyote. Yesu anasema hiyo ilikuwa ni kazi yake, lakini kwa kuwa anaondoka, basi Roho Mtakatifu atamwakilisha kwa kufanya yote yaliyokuwa yameamriwa tokea milele. Katika Yohana 16 na lile fungu la 14, neno la Bwana linasema, 16 na 14, neno la Bwana linasema, yeye atanitukuza mimi, yani Roho Mtakatifu atamtukuza Kristo kwa kutwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Kumbe atatwaa yaliyo kwa Yesu na kutuletea sisi. Na Yesu anasema katika fungu la 15, yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Tafsiri yake rahisi ni kwamba alionayo Baba kwa ajili ya ukombozi wetu ni ya Yesu. Alionayo Yesu yote aliyoyapokea kwa Baba kwa ajili ya ukombozi wetu, amempa Roho Mtakatifu.
Ndio maana alisema atakaye mkufuru Roho Mtakatifu mambo yake yamekomea hapo. Yote amempa Roho Mtakatifu. Na kwa nini amepewa jukumu hili? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu uingia katika siri zote za Mungu, hata zile ngumu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na fungu la 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na lile fungu la 10, Biblia inaweka vizuri kabisa. Inasema vizuri kabisa. Inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ndio maana amepewa jukumu, anachunguza yote. Na uweze ukachunguza mambo ya Mungu kama sio Mungu. Uwezi. Na fungu la 11 anasema, maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Unajua mambo ya binadamu tunayajua sisi wenyewe binadamu. Hata mtu akisema umeniibia, ukasema nimekuibia saa ngapi? Acha ujinga wewe. Ila moyoni, ila roho yako inakuwa inajua kwamba umeiba. Unakuwa unajua. Unakuwa unajua. Ila sasa kwa ajili ya aibu unasema wewe acha ujinga. Ila moyoni unasema kwa kweli jamaa ameniona. Yaani roho ya binadamu haisemi uongo. Hata ukipeleka mkono ukamgusa mwanamke, akasema mbona umenigusa? Wewe na shida gani? Mbona umenigusa? Usema wewe nimekugusa tu kama wengine nilikuwa napita tu. Ila moyoni unajua kwamba mkono unajua. Kwa binadamu anajua mambo ya nafsi yake. Anasema, maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Hivyo mambo ya Mungu ayafahamuye ni Roho wa Mungu. Haleluya. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu aliye Mungu ujua mambo ya Mungu. Kwa hiyo siri zote za majira, za nyakati, zinazohusu ukombozi wetu anazifahamu vizuri. Siri zote anazijua vizuri, hana mashaka. Na ndio maana haya maandiko katika Matendo 1 na fungu la 7 anapoongelea mambo makubwa, anasema, Yesu anasema, anawaambia mitume wake, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake. Majira, nyakati. Na Matendo 17:26 neno la Mungu linasema, alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi, akisha kuwawekea nyakati zilizoamriwa tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa ukijikuta umezaliwa Kenya, si kwa bahati mbaya. Mungu alijua utazaliwa. Na ukinikuta leo mimi nahubiri hapa, si kwa bahati mbaya. Alijua mpaka na siku ya leo. Huyo ndiye Mungu. Anajua nyakati. Na wewe unaweza ukasema mimi nitaolewa labda mwaka 2000 na
28. Mungu anayejua anajua tu mwaka kesho. Mwaka kesho ukifika unasema mimi nimeona si niolewe tu. Mungu ana rekodi. Mungu ana majira. Majira haya aliyaweka tangu tulipotokea duniani. Na maandiko yanaendelea kusema katika Mathayo 24 na fungu la 26. 24 na 26 nasema, walakini kwa habari ya siku na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Sasa kama mwana, kama malaika na wakazi wote wa mbinguni hawajui tarehe ya kuja kwa Yesu na mwaka, wewe umepangaje mwaka 31 2031? Umepangaje kama si akili mbovu? Mwenyewe ajaye anasema hata Baba yako ndani ya uwezo wa Baba. Wewe umepanga na tarehe ya kuja kwake. Alafu na wako nao kusikiliza. Nyinyi mnaomsikiliza mna akili nzuri. Yaani ni sawa na mama kwenye familia ndiye anayejua huyu mtoto ni wa hapa. Baba hatujui, wakina baba hatujui. Na baba ukitaka maisha yao marefu, kubaliana kwamba nika hapa. Lakini mama na wamama wengi wanajua sio ka hapo. Na wakija siku ya kuzaliwa, ndio maana wamama wengi wanafurika siku ya kuzaliwa mtoto. Wanaangalia akasoka hapa. Akasioka hapa. Mama mwenzao wanawaangalia, wamuonee huruma. Na wanajua kazi yao. Wanaanza macho yake kama ya mjomba, miguu yake kama ya shangazi. Wanakafanya kuwa kaa hapo, lakini kumbe sio kaa hapo. Kwa hiyo baba, ukijifanya kwenda kwenye DNA test utakufa haraka. Kubaliana tu kwamba wamezaliwa hapa, biashara kuisha. Maisha yako yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ili maisha yaendelee, ili maisha yawe marefu kwa baba kwenye mambo ya familia, kubali kwamba haka kamezaliwa hapa. Don't go so far. No. Kamezaliwa nika hapa. Na hako katakuwa ka professor. Ukifanya DNA test tu professor tote tutatu, ulitonato unagundua sio tu hapa. Alafu na mama anasema umefanya test. Mama na uwezo wa kumuita mwanao mkubwa kabisa na kumwambia kabla sijafa ngoja nikwambie baba yako. Na biashara ikaharibika. Sasa anayejua mambo ya mbinguni ametueleza hakuna ajuae siku wala saa ya kuja kwa mwana wa Adamu. Wewe hapa umepanga mwaka 2031 Yesu anakuja. Kwa kigezo kipi? Be careful. Katika Mathayo 20 na fungu la 23 anasema, akawaambia hakika. Anawaambia mama alileta watoto wawili, mmoja kushoto mmoja kulia. Anasema mmoja akae kushoto mmoja kulia. Yesu akamjibu akamwambia, hakika mtakinywea kikombe changu. Hiyo tiki. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na kushoto kwangu sina amri kuwapa, bali watapewa na watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Yaani mipaka ya uelewa iko hapo. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama watu wa Mungu ni maandalizi ya maisha matakatifu kila siku. Katika waraka wa kwanza wa Thessalonike na ile sura ya 5, maandiko anasema lakini ndugu zangu, subiri kidogo. Anasema lakini ndugu zangu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Maana nyinyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama mwivi
kama vile mwivi ajavyo usiku. Sasa unajua mwizi atakuja saa ngapi? Kwa hiyo neno wakati ni sasa limelenga maandalizi na maamuzi ya wokovu wetu, kwamba wewe maisha yako yakikoma uwe tayari unafaa kwa ajili ya uzima. Na fungu la 3 nasema, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Sasa katika mambo yako hivi, kazi yetu sisi ni kushughulika na dalili na ishara na majira yaliyofunuliwa katika maandiko matakatifu, ili vituongoze kusema wakati ni sasa kwa usahihi. Na ndivyo tutakavyokuwa tunashughulika navyo kwenye mkutano huu. Kama atasema siku za mwisho watu watapenda pesa, je, wanapenda pesa? Kwa hiyo tunashughulika na yaliyofunuliwa, na kwa namna tunavyokwenda sasa, tupo tayari kuanza kujifunza mtiririko wa yaliyofunuliwa na namna yalivyofunuliwa katika maandiko matakatifu, yakionyesha wakati ni sasa. Litakuwa ni jukumu la Roho Mtakatifu kutujulisha wakati wa sasa tulio nao, ujao, na kutusaidia kufanya maamuzi sahihi na thabiti. Na katika historia nzima ya kanisa la Mungu tokea zamani, Roho Mtakatifu ndiye amebeba jukumu la kutekeleza yote aliyoyasikia toka kwa Yesu. Ukitaka kujua, nenda kitabu chako cha Mwanzo na ile sura ya 6. Nenda kitabu chako cha Mwanzo na ile sura ya 6, ikusaidie kujua wakati wa gharika nini kilitokea. Anasema, ndiyo maana, angalia ilivyoandikwa katika Mwanzo ile sura ya 3 na fungu la 6. Bwana akasema, Mwanzo 6 fungu la 3, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa maana yeye ni mnyama, basi siku zake itakuwa 120. Kwa maneno mengine, wakati dhambi zimeongezeka, Roho Mtakatifu mwenye jukumu la mafunuo alifika wakati akasema, imetosha. Imetosha. Kwa hiyo kikao cha mbinguni kikakaa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na kufanya maazimio. Na Roho Mtakatifu kikishafanya maazimio, Roho Mtakatifu anachagua apendaye na kumpa kipawa au karama ya unabii kwa ajili ya watu wa Mungu. Ndivyo tunasoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na fungu la 7. Maandiko yanaweka vizuri sura ya 12 na fungu lile la 7. Anasema, lakini kila mmoja upewa ufunuo na Roho kwa kufaidiana. Anayefunua mambo ni Roho Mtakatifu. Kila mmoja. Mtu mmoja nimsikia kwamba kanisa fulani linasema lina nabii. Nikamuuliza, nani huyo nabii wao? Akasema anaitwa Ellen G. White. Nikasema una mashaka? Akasema na mashaka. Sasa nakukaribisha katika mikutano hii. Tutakwenda hatua kwa hatua kudhibitisha manabii wanavyoitwa. Manabii wanaitwa. Katika fungu la 8 anasema, maana mtu mmoja upewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, kama apendavyo Roho yule yule. Maamuzi ni ya Roho Mtakatifu.
Nani amchague kumpa mafunuo kwa ajili ya kanisa zima? Nani amchague? Na fungu la 9 anasema mwingine roho kwa roho yule yule, mwingine kama ya kuponya katika roho yule yule, mwingine miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho, mwingine aina ya lugha, mwingine tafsiri za lugha. Na fungu la 11 nasema lakini kazi zote hizi uzitenda Roho huyo mmoja, yule yule akimgawia kila mtu apendavyo yeye peke yake, kama maandiko, kama apendavyo yeye. Kwa maamuzi ya nani nimpe karama, nani nimpe kipawa, ni ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana Yesu akamtuma baada ya yeye kuondoka, akamtuma hawa wanadamu waliopo leo wenye madai kaimu wa Yesu hawa hawakutumwa. Nenda mkawaulize vizuri. Ndio maana yakifika mambo magumu hawana maamuzi. Roho Mtakatifu anasema maamuzi ya vikao vya mbinguni, anavileta kwa wanadamu. Ngoja nikuambie sasa, nenda Isaya na ile sura ya 6. Angalia hapo. Biblia inasema katika mwaka ule aliokufa Uzia mfalme, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likajaza hekalu. Nalimwona Bwana. Nenda fungu la 8 anasema kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, mmoja huyo, Bwana mmoja, ni mtume nani? Mungu mmoja huyo, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kwa ajili yetu zaidi ya nafsi moja. Ndipo niliposema mimi hapa nitume. Kwa Isaya amekubali kutumwa. Ujumbe aliopewa ni upi? Tusome ujumbe katika fungu la 8. Katika fungu lile la 9 tusome ujumbe. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, furulizeni kusikia lakini msifahamu, furulizeni kutazama lakini msione. Fungu la 10, unaonesheni moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbue macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea. Huo ndio ujumbe. Sasa ni mtume nani? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Hapa kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho Mtakatifu. Kikao kimemaliza na Isaya yuko tayari. Nani sasa kwa asili alete ujumbe kwa Isaya? Nani alete ujumbe huo kwa Isaya? Nenda Matendo ya Mitume sura ya 28. Tutaanza na fungu la 25. Tuone ujumbe huu mgumu nani aliuleta kwa Isaya, ili Isaya aupeleke kwa watu. Some Biblia yako. Katika fungu la 25 anasema, na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vyema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya 26, akisema, enenda kwa watu hawa ukawaambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, kuona mtaona wala hamtatambua, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa na masikio yao ni mazito kusikia na macho yao yamefumbwa, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao,
na kubadili nia zao nikawaponya. Sasa ningekuuliza kaswali, haya maneno ndio yalizungumzwa kwa Isaya siku ile. Bwana akasema, kwa hiyo yale maneno ambayo Isaya aliambiwa, aliyeyaleta kwake ni Roho Mtakatifu, na amekuwa akifanya kazi hiyo. Na ndiyo maana basi Petro anakuja kwa hitimisho katika Petro kitabu cha pili sura ya 1 na fungu la 20. Anasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walienena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa kama ulikuwa una mashaka, umetembea na mashaka ya muda mrefu juu ya Roho Mtakatifu, ujue ulikuwa unajiweka kwenye engo ya kutokuokolewa. Roho Mtakatifu ndiye custodian. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kikao kikimalizika na wakatoa maazimio mtakatifu tokea milele. Mariamu, usihangaike. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na uweza wa Mwenyezi utakufunika kama kivuli, kama kivuli. Na kitakachozaliwa, maana science, mimi ni malaika, science hiyo sijui, kitakachoendea sikijui, ila najua kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye custodian wa kubeba mambo makubwa ya mbingu na mafumbo makubwa na kuyafanya kwa mepesi kwa binadamu. Na ndio maana katika Biblia hii, katika Ufunuo 1 na fungu la 10, unapoanza kumwangalia Yohana anavyopokea mafunuo, katika Yohana 1 na fungu la 10 anasema, nalikuwa katika Roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Nalikuwa katika Roho siku ya Bwana, ili Yohana apokee mafunuo na atuandikie kitabu cha ufunuo cha mambo yajayo. Lazima aongozwe na Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yako clear kabisa. Na anasema, sauti ikasema, hayo uyaonayo yaandike katika chuo, uyapeleke kwa makanisa 7: Efeso, Simna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Filadelfia na Laodikia. Peleka ujumbe huo. Kwa mafunuo haya unayoyaona kwa asili, haya ambayo Roho Mtakatifu anayaleta sasa kwetu kwa asili, yanatoka kwa Yesu. Angalia Ufunuo 1:1. Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Angalia, Mungu Yesu Kristo. Kwa hiyo awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi, naye akayatuma kwa mkono wa malaika kumuonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo ni Mungu ndiye ameleta kila alichokuwa nacho, na Yesu ameshasema, alicho nacho Baba ni changu, alicho nacho Baba ni changu. Na Baba amekileta sasa, amempa Yesu, na Yesu amekipeleka ili tukipokee. Na sasa Yohana, ikiwa anataka kupokea mafunuo hayo, lazima Roho Mtakatifu ndiye awe media. Angalia katika Ufunuo 4 na fungu la 1. Anasema, na baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikanena nami ikisema, panda hata huku,
nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuweko baada ya hayo. Katika fungu la pili, na mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kiti. Kwa hiyo ili Yohana ayajue, lazima Roho Mtakatifu ndiye ayalete kwa lugha ambayo Yohana ataelewa. Roho Mtakatifu ndiye anabeba ujumbe na kuleta. Na ndio maana Yesu anasema sitawaacha yatima. Sitawaacha yatima. Na kwa hiyo Yesu atafanya kazi kwa kutumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atakuwa katikati yetu. Atakuwa katikati yetu. Ukisoma maandiko yako katika Yohana 14:18 anasema sitawaacha yatima, naja kwenu. Sasa atakujaje? Katika 16:16 Yohana anasema bado kitambo kidogo nanyi amnioni, na tena bado kitambo kidogo mtaniona. Tunamuonaje? 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 Tutamuona kwa sababu Yesu atafanya kazi sasa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atabeba. Angalia Biblia yako, taarifa inapokuja kwa makanisa ya Mungu. Angalia taarifa inavyokuja kwa kanisa la Mungu. Nenda katika kitabu cha Mwanzo. Angalia tu. Kitabu cha Ufunuo na ile sura ya kwanza. Angalia unabii unavyoanza kufunuliwa kwa kanisa la Mungu. Angalia tu. Very simple. Sura ya pili fungu la kwanza. Kwa malaika wa kanisa iloko Efeso andika, haya ndio anenaye yeye azishika hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na yeye aendaye katikati ya vile vinara vya taa 7. Ni nani huyo? Huyo si mwingine, ni Yesu Kristo. Anataka kuzungumza na kanisa la kwanza, la wakati wa kwanza la Efeso, ambalo lilikuwepo tangu mwaka wa 34 mpaka mwaka wa 100. Anataka kuzungumza nalo. Ila nani atakayeleta maneno haya kwa kanisa? Angalia fungu la 7. Biblia inasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Yeye ashindaye. Angalia, aliyezungumza, anayetoa kanisa litapitia nini, ni Bwana wetu Yesu Kristo. Fungu la kwanza anajitambulisha, na ukitaka kujua utambulisho huo unaenda sura ya kwanza. Huyu anayejitambulisha, ambaye kwa asili ana zile nyota 7. Ukienda sura ya kwanza anajitambulisha vizuri kabisa kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini akishajitambulisha na kuelezea kipindi kile na shida ambazo kanisa itapitia, unashangaa anayetakiwa kusikilizwa sasa ni Roho Mtakatifu. Ndio maana katika fungu la 7 atasema sasa, yeye aliye na nini, mahali ulipo sika sikio lako. Yeye aliye na nini na sikio, alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu.
Kwa maneno mengine, nataka utambue ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo akishamaliza kuonyesha historia na kile ambacho kanisa lake litapitia, kama tunavyosoma kwenye maandiko, akishamaliza kueleza, Roho Mtakatifu anachukua jukumu lake. Anachagua kama kuna nabii, anamuinua ayapeleke kwa wakati huo kwa watu wa Mungu, wajiandae kusimama kwenye pambano. Ndiyo kazi yake. Yesu amemaliza, ameleza historia, alafu Roho Mtakatifu analibeba lile jukumu kulipeleka, na mchagua ambaye mbingu zilimchagua tokea awali anampatia ujumbe au peleke. Mungu akusaidie, Mungu akubariki unapoenda kukata shauri mahali ulipo, kumtambua Roho Mtakatifu na kazi zake. Bwana akubariki.
akutie moyo, Bwana akubariki sana, Bwana akusaidie kufanya maamuzi mwisho wa mkutano huu. Na mahali ulipo katika unapoendelea kutusikiliza, unapoendelea kutazama katika kituo ambacho hupo, na yule kiongozi wa kituo anapoendelea kutoa wito, endelea kusimama na kujitoa. Katika mkutano huu hapa tulipo Kizingo, unaposikia sauti ya Bwana, waweza kusimama pamoja nami na kusema asante Mungu kwa kumtuma Roho Mtakatifu. Tunafanya maamuzi tukiwa na akili timamu. Asante Mungu kwa kumtuma Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya wakati huu ambapo watu maelfu wanazidi kufanya maamuzi. Si hapa tu, na popote ambapo ujumbe huu unafika katika vituo mahalia. Endelea kubariki watu wako, endelea kubariki makutano wote wanaokutana, wale walio katika vituo hivyo. Tutakapotoka hewani, Bwana, endelea viongozi wa vituo kutoa wito, maana watu wa Mungu wanapofunuliwa wanataka kumfuata Yesu kama Bwana Mwokozi wao. Tumeomba hivi kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen, amen, amen. Natumai unazidi